Uhali gani mtazamaji wa Manara TV, ni siku nyingine tena nzuri na leo niko na shabiki wa Young Africans, Mwalimu Yanga kama ambavyo jina lake linajieleza. Nataka niongee naye mambo mengi, lakini kubwa ni kuhusiana na hili sekeseke ambalo linaendelea kati ya bodi ya ligi Young Africans pamoja na TFF. Mwalimu Yanga, habari za uzima wako? Salama Mwajei, unaendeleaje? Mimi niko poa, uko poa? Mzima, tuko poa. Okay, bwana Mwalimu, tukianza moja kwa moja hichi ambacho sasa hivi kinaendelea hivi tanikuvute Young Africans, TFF, bodi ya ligi, kwa unavona wewe, unadhani hili sekeseke lina afya nzuri kwa mpira wetu? Kwanza ukisema ina afya nzuri nitakwambia ni ndio. Kwa taswira moja kubwa zaidi, kwa sababu kuna vitu ambavyo jamii ya Tanzania ilikuwepo inaaminishwa ambao sio kweli. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ina afya kubwa, maana yake ina afya kubwa zaidi kwa sababu kuna mambo ambao tulikuwa tunadanganywa lakini leo imejulikana ukweli. Kwa mfano, chanzo cha yote haya ni mechi ya Machi 8, dabi ya Machi 8. Kwa watu waliaminishwa Tanzania kwa ujumla, sababu za kualisha dabi, tuliaminishwa kuwa viashiria vya rushwa, uvunjifu wa amani au timu moja kutofanya mazoezi. Hiyo ndio ilikuwa ni sababu ya kualishwa kwa dabi. Na watu wakajiuliza, mbona hizo sababu ambazo mnazozitoa, timu kutofanya mazoezi, je, ndo mechi haipaswi kufanyika? Kikanuni manake hakuna mwongozo namna hiyo ambao eti mtu ameshindwa kufanya mazoezi ndo ashindwe kucheza mechi. Kwa ni sababu ambazo zilikuwa ni minor, ni sababu ndogo ambazo zilikuwa na maana yoyote. Lakini sababu ya pili ambayo imeleta mpaka kote ni kusema kwa kuna rushwa, kuna uvunjifu wa amani. Tunafahamu Tanzania ni kisiwa cha amani. Hii leo ukisema kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, maana yake unawaambia dunia Tanzania sio sehemu salama kwa sababu kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Yaani wawekezaji wasije Tanzania. Ndio tafsiri ya haraka ya hiyo barua na hiyo muktadha. Lakini ukisema kuna viashiria vya rushwa, tafsiri unaambia wawekezaji na watu wa nje Tanzania kuna viashiria vya rushwa ambao ni taswira mbovu zaidi. Lakini haya yote imetokea Machi ngapi? Machi 7 na Machi 8. Kwa hizo sababu ambazo kunazisikia sisi ambao wa Tanzania kweli, tukasema hapana, hizi sio kweli. Tanzania haijafika huko. Na watu ambao wanadili na usalama, ambao jeshi la polisi, kamanda mkuu wa Dar es Salaam Afande Milo akapigiwa simu akaambiwa, je, kuna sababu 1 2 3 ya uvunjifu wa amani? Anasema hakuna. TAKUKURU akapigiwa simu akasema hakuna. Kwa tuliaminishwa uongo. Lakini kumbe yote hiyo, kuna script yote hiyo, kumbe sio za kweli. Kuna kigogo yupo ambao ndo amesababisha hayo yote. Yaani tumefika hapa kwa ajili ya huyo kigogo kutaka kwa maslahi yake binafsi kufaidisha timu moja. Kwa tafsiri ya haraka, je, mpira una afya? Una afya kwa maana yake huyu kigogo mwenye vinasaba na ile timu ambayo waliandika barua saa 8 usiku, tafsiri kwa maana yake huyu ndo amekuja kutufikisha hapa. Sasa ili tuondoke hapa maana yake lazima mambo yanyoke. Vigogo hao ambao wenye nyazifa zao wasije kwenye mpira wetu kuja kutuharibia, kwa sababu huyo kigogo umesababisha mtu amefariki Machi 8, mshabiki wa klabu ya Yanga. Kwa simu yake hii moja, dabi yailishwe, wasifunguliwe mageti. Sio, unaelewa Mwajei? Kwa hiyo ndo sababu ya msingi imefika hapa. Sasa ukisema kuna mambo mengine ambayo tulikuwa hatuyajui, walikuwa wanajua kama Yanga hawajalipwa fedha za ubingwa kabla miaka 3. Nilikuwa sifahamu. Yote ameleta nani? Yote ameleta kigogo. Kwa hiyo wanachama, mashabiki wanajua timu inapewa ubingwa, wanapewa fedha, kumbe sio kweli. Hawapewi watu ubingwa. Lakini sasa issue ya msingi ambao imekuja hii yote hii, imekuja ni ile tu baada ya kuambia na hii waandishi wa habari msipoteshe katika ukweli. Msemaji wa Yanga Ally Shabani Kamwe alisema tunadai fedha zetu za ubingwa wa CRDB Federation. Kwa tafsiri ni ubingwa 2023 na 24 ambao Yanga ni gwani bingwa. Sio, umeelewa? Kwa akasema tusipopewa hela zetu, tafsiri hii mechi ya finali hatutashiriki kwa sababu mwaka jana tumekuwa bingwa hatujapewa fedha. Wakaja CRDB wakasema kabisa, bwana, kulingana makubaliano tushatoa fedha na kadhalika na kadhalika. Ikaja barua ya TFF. Anasema
tulikubaliana fedha zao wakati siku na vibali na kadhalika. Ndio nataka tukarudi, tunarudi. Mnakubaliana jambo yani kimahesabu. Mnakubaliana vipi ambao mambo ya financial? Unafahamu vijana wamesoma chuo, wanafahamu mambo ya audit. Yani mtu anakuandikia barua si ukate fedha fulani, si ndio? Lakini ile fedha lazima ziende kimahesabu. Yani wewe utakuwaje mhasibu lazima utoe fedha. Baada ya kutoa fedha unaandika invoice. Yule manake akuingizie fedha zako wewe unakaa nazo unazikata. Umesoma chuo gani? Yani chuo gani ambacho kinakwambia fedha za mtu ambazo anazo unakaa nazo uzikate? Ndio maana tukasema TAKUKURU katika hili maana yake lazima muingilie kati. Ndio ni matumizi mabaya ya ofisi. Kwa sababu hakuna duniani, yani watoto wanasoma vyuo hapa, wanasoma mambo ya accountants, wanasoma hawezi kufundishwa huo utoto. Unanielewa? Sasa ikawa ni hoja ya msingi. Hoja ya pili ambayo ikaja kusema mashindano ya shirikisho ya CRDB Federation mwaka jana yalianzia katikati, ndo mdhamini alikuja CRDB Federation. CRDB timu zilikuwa 16. Tawasili la kalaka kuwa TFF haya mashindano ya kumpata mdhamini wa hilo shindano ambayo ni bingwa na kadhalika. Si unanielewa? Kwa maana yake TFF walijiandaa kwa ajili ya mashindano ya CRDB, mashindano ya shirikisho ya mwaka jana mpaka mwisho bila kuwa na mdhamini. Mdhamini akaja katikati, timu zikiwa 16. Mdhamini akatoa mwongozo. Umeelewa? Katika pesa ambao natoa $100,000, bingwa atapewa kiasi fulani, mfungaji bora atapewa kiasi fulani, mchezaji bora atapewa kiasi fulani, na mwisho wa msimu katika tuzo kipa bora wa mashindano kiasi fulani, mfungaji bora kiasi fulani, na vile vile nafika MVP wa mashindano kiasi fulani. Si unaelewa maje? Baada ya kutoa $100,000 almost milioni 200 na kitu, hoja zikaja akasema kwa sababu tunazungumza hiyo shindano, maana yake katikati ndio huyo mdhamini alivotoa, maana yake huyo mdhamini akasema bingwa anapewa kiasi fulani. Msimu unaokuja ambao ndo mkataba bilioni 3 na milioni na share, mkataba ambao miaka 3. Umeelewa? Lakini katikati ya msimu alitoa wewe maelekezo. Unanielewa? Kwa bingwa apewe kiasi fulani, MVP kiasi fulani na kadhalika. Hoja ikaja sasa, TFF anakuambia hapana, bingwa apewe milioni 50. Hiyo sio kweli. Hawa wadhamini wametoa, wamesema, wameelekeza. Na kama wanabisha, watoe makubaliano kati ya mdhamini ambao wamekubaliana pamoja na TFF. Waseme mdhamini amesemaje kuhusu bingwa. Lakini jambo la pili nataka uelewe. Kuna watu wanatengeneza hoja eti kwa 255 ndio uendeshaji na kaza. Sio kweli. CRDB Federation haina mdhamini mmoja ambao ndo atafanya operation zote ya mechi yote, yani michezo yote. Sio kweli. Wameingia mkataba na Azam kwa TV rights kuonesha. Sio, unanielewa? Vile vile kuna wanachama, mashabiki wanaingia uwanjani kwa viingilio vinaenda wapi. Kwa ukichukua viingilio, ukichukua matangazo ya TV rights ndo zinafanya operation zingine za TFF pamoja na kulipa waamuzi. Lakini bingwa alistahili kupewa milioni 200. Sasa hapa wakututoa ni nani? Wakukutoa ni nani? CRDB watoke tena. Tunaomba CRDB watoke tena. Watuambie kwenye mkataba wao wanasema bingwa anapewa shingapi. Lakini vile vile Mwajei wewe kajiulize MVP wa mashindano ya CRDB Federation amepewa fedha zake. Kajiulize kipa bora ambaye kwa ni Djigui Diarra. Kajiulize kwa sababu CRDB wamesema kabisa kuwa kipa bora atapewa kiasi. Na kamuulize tena, kaulize mfungaji bora je alipewa kiasi ambaye kwa ni Mzinze. Hapa tunataka kuponya mpira wetu namna hiyo. Katika hili hapa muda wote anaoniwa ni Yanga kwa sababu Yanga ndio anadai haki zake. Na Yanga ametoa hivyo vitu ambavyo wanavidai. Na mambo ya kiserikali yote yanaendaga kimaandishi. Yanaendaga kwa document. Ukilifaa barua fulani tuambie reference numbers, barua fulani, tarehe fulani, muda fulani. Okay, labda kwa hili sekeseke ambalo Yanga sasa hivi wako nalo, unaamini kwamba labda linakwenda kuboresha mpira wetu kwa namna gani? Mpira unaenda au mapinduzi? Haya, umesikia, unajua Yanga ni timu ya kimapinduzi ya Kiafrika. Harakati zetu za kupigania uhuru, Yanga ndio ilihusika katika harakati za uhuru katika nchi ya Tanganyika. Ndio maana mwenye kadi namba 1 ni Mwalimu Nyerere. Mungu amlaze mahali pema peponi.
mwenyekiti wa kwanza wa klabu hii ni Tabu Mangala, ndo mpiga chapa wa kwanza wa serikali. Kwa manake Yanga kuanzishwa tulikopo ni klabu ya kufanya mapinduzi. Hiyo la kwanza. Sisi tunafanya mapinduzi ili watu wajue. Ileo mdhamini anatoa bingwa ape fedha zake. Wewe unakaa nazo. Wewe ni nani? Uone kama unamchafua brand mdhamini? Sio, unanielewa? Yaani mdhamini anasema bingwa kiasi fulani na ametoa hizo fedha. Wewe unakaa nazo mpaka watu wapige kelele. Hiyo nguvu amekupa ni nani? Kwa haya ambayo tunazungumza sasa hivi, tafsiri yake tunaenda kuponya mpira wetu. Na sisi tunahitaji, kwa sababu sisi ni giant. Hawa watu wadogo, timu ndogo kama kina Simba, sio kina Azam, wanapaswa watu ambie Simba ni timu ndogo. Ni timu ndogo. Hawezi katika mambo makubwa, mambo haya hawezi. Yaani hii ni misuli ya timu kubwa. Unapoona kama Real Madrid walivyogomea mashindano ya kule Ulaya, au umeona Real Madrid ambao wanashindana, ndio timu kubwa. Hii ni sifa timu kubwa kuonesha, ambao kama mna madogo na nyewe waamuzi, si mna mada yenu, mtuambie sasa hivi. Si na nyewe wazabuni ambao mnafanya kazi, kama mna madeni yenu mtuambie sasa hivi. Mwenyewe wasiwe. Hizi zote ni changamoto. Yanga wametaja sehemu ambazo fedha wanazozidai na sehemu ambazo hizo fedha kuwa inapaswa hawao watoke hadharani. Na mimi nikasema kwa sababu hii ni ofisi ya umma. Yaani TFF ni mali ya umma, ni mali ya Watanzania. Kwa hizi kelele zinazoendelea, je, TAKUKURU waone kama kuna kila sababu ya kuingia? Sio, unaelewa? Yaani TAKUKURU hizi kelele zinazopigwa, haya mambo ya mahesabu, je, umuone kama kuna matumizi mabaya ya ofisi? Kwa nini unakaa kimya? Lakini nataka niwaambie tu viongozi wa TFF na bodi ya ligi. Hii nawaambia tu. Muda huu ni sasa, wakati ni sasa. Kama unaweza kustep down kwa heshima yako ni sasa. Wakija TAKUKURU yatatokea kina Malinzi. Utabaki peke yako na familia yako. Hao wote wanaopa kiburi hawatakuwepo. Hiyo yashatokea, viongozi kina Mwesija, kina Malinzi yashatokea, walibaki peke yao. Kama una nafasi ya kujiuzuru kwa ajili ya manufaa ya mpira, unajiuzuru. Hapo tunaomba TAKUKURU aje, kwa sababu tunaomba katika jambo haya. Kwa sababu TAKUKURU akija atakagua na mambo mengine mengi ambayo yapo. Na kama yako hovyo, maana yake kama katibu mkuu, kama mhasibu, kama kiongozi fulani, utabaki peke yako na TAKUKURU. Watadili na wewe. Hiyo ni ofisi ya umma. Leo unakaa na fedha za ubingwa mpaka leo mwanangu. Yaani mtu anaweka dhamini, watakwambia kwa sababu gani umekaa hizo fedha? Na watu wametoa. Ni matumizi mabaya. Yaani mfano sasa hivi Mwajia anatakiwa ende msikitini, wewe huko hapa, hayo ni matumizi mabaya. Yaani fedha atakiwa pe mtu fulani, wewe ukae nazo. Na watu wakikagua italeta shida. Ndio maana tukasema mjiuzuru kwa ajili ya manufaa. Hii ambayo mnayoyafanya, haya nayafanya. Na sisi tutawaomba TAKUKURU watusaidie katika hili. Okay, labda nadhani ulikuwa ni wakati sahihi kwa Ali Shabani Kamwe kuzungumza kwamba hawakulipwa fedha za ubingwa kwa misimu 3 mfululizo. Hii hajazungumza. Yaani Shabani Ali Kamwe hajazungumza kwa kile. Yeye amesema hatutacheza mechi ya tarehe 28 kwa sababu hatukupewa ubingwa, fedha za ubingwa wa CRDB Federation. CRDB imeanza mwaka jana. Akuzungumza tukupewa ubingwa miaka 3. Hiyo miaka 3 imekuja barua ya mtendaji wa klabu ya Yanga. Ni vitu tofauti. Kwa CRDB si mwaka jana na hisi imetangazwa na imeonekana, ndio amesema hizi hatujapewa. Akuzungumza ya huko nyuma. Huko nyuma imekuja baada ya TFF kusema hawa tunawadai, wakaambia hapana, ndio ikatoka barua kutoka kwa ofisi ya mtendaji. Tunawadai mwaka 21, 22 zote za ubingwa hujatupa. Tuna fedha zetu za kafu ambao makato ya uwanjani hamjatupa. Kuna fedha zetu za vijana, si za wanawake hamjatupa. Si unanielewa? Hizo zimekuja baada ya barua ya TFF. Kwa alepeka hapa maana yake ni TFF. Kwa TFF angekaa kimya, wangesema bwana fedha zenu za ubingwa za CRDB hizi hapa, tusingefika hapa Mwajei. Kwa alitufikisha hapa ni hao TFF. Na jinsi anavyoendelea maana yake watabaki uchi. Wakibaki uchi wa Tanzania utatajua na uchafu wao mwingine. Okay, labda ukipewa nafasi ya kumshauri rais wa TFF Wallace Karia, ungependa kumwambia nini wewe kama shabiki na mpenzi wa mpira? Kwanza mara mwisho
niwasiliana naye akiwa wapi? Ivory Coast, na mara mwisho nimpigia simu. Akaniambia niko Ivory Coast, ndo mara mwisho kuwasiliana naye. Na mimi nataka nimwambie tu unapopewa nyadhifa kubwa kama president, manake unasaidia Tanzania nzima, sio sehemu ya watu wachache. Inawezekana vitu ambavyo tunazozungumza kama yeye juu kwa labda ajui huku chini ambao vitu anavyofanya. Lakini ya pili, amepewa mamlaka. Ukiangalia hizo kamati ambazo zimeundwa, kwa mfano mimi nipigia kamati zile zote zilizoundwa, nilisema hizi kamati zilizoundwa zote hizi ambao ameziunda hazina sura za kitaifa. Nikisema haina sura ya kitaifa, manake rais wa nchi anamteua waziri wa mawasiliano kutoka Dar es Salaam, Jerry Silaa, si ndio? Labda anamteua waziri wa michezo kutoka Morogoro, Profesa Kabudi. Anamteua naibu waziri wa michezo kutoka Tanga. Anatengeneza baraza la mawaziri kuwa na sura ya kitaifa. Kamati za TFF zote unazozijua wewe hazina sura za kitaifa. Nikisema haina sura za kitaifa, natakiwa ufahamu mwenyekiti wa waamuzi anaitwa Hamduni Nasolo, anatoka Kigoma. Katibu mkuu anatoka Kigoma. Si unanielewa? Nakuelewa. Nenda kamwangalie pale tu HR wa TFF. Somebody Bukuku anatokea huko Kigoma. Sasa hapa tunazungumza machache kwa sababu hizi zingine tuzihifadhi. Kaangalia zile zote, kamati zote, sura Tanga, Kigoma. Yaani Watanzania wengine huko Tabora si wapi hakuna. Kwa mimi nitamshauri jambo la kwanza, kwa sababu amepewa mamlaka, hizo kamati ziundwe, zitengenezwe sura ya kitaifa. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, bodi ya ligi. Inaonekana sasa hivi bodi ya ligi ni peripheral. Kuna peripheral, kuna computer. Yaani unaona computer si una joystick, sio ina mouse, ina kila kitu na keyboard na kadhalika. Peripheral maana yake ni kile kitu ambacho kikitoka kwenye computer na function. Kama una joystick ya kuandikia, maana yake unaweza ukatype. Kwa maana yake ndio peripheral. Yaani bodi ya ligi ni peripheral, yaani hipo tu lakini haina nguvu hiyo ambao nazungumzia. Nimetolea mfano. Haya malalamiko yote maana yake huyu ni member wa vilabu ambao ni bodi ya ligi, ndio anasimamia hivyo. Bodi ya ligi maana yake ni miongoni inaundwa na vilabu. Lakini katika bodi ya ligi, general secretary wa bodi ya ligi ni kidao. Yaani katibu mkuu wa TFF anaingia katika bodi ya ligi. Kwa maana kama mna malalamiko wenyewe bodi ya ligi kupeleka kwa TFF, maana yake sasa huyu ambaye katika bodi committee huyu yupo, yani wa TFF yuko ndani ya bodi ya ligi, umeona wapi? Mwenyekiti wa bodi ya ligi ndio makamu wa pili wa TFF. Yaani bodi ya ligi si nikwambiaje, imeungana na TFF ambao haitakiwi duniani, inatakiwa iwe huru, ijitegemee. Kwa mnaweza mkaa mnapiga jambo bodi ya ligi labda kutetea maslahi yenu fulani mpeke TFF. Lakini pale ambaye anafanya hiyo ni general secretary, ndio katibu wa TFF. Yaani mimi nakaa hapa kikao, nyinyi mnakaa na mambo yenu. Bwana jambo fulani tupeleke wapi? TFF. Mtendaji wa TFF kule ndio yuko huko kama general secretary. Ukipeleka kule maana yake ndio mkuta ni katibu. Yaani si unaelewa? Yaani kesi ya Ngedere umpelekee Nyani kesi ya Mahindi, ambayo haiwezekani. Duniani haina mfumo huo. Na kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu wanajua wanataka ufanye kuicontrol na kufahamu kama bodi ya ligi mpata kiasi fulani, na wanajua kwa sababu siko mpata kiasi fulani, hii kiasi fulani tufanye jambo fanya sio kweli. Kwa hiyo tumezungumza kuundana na muundo wa bodi ya ligi. Lakini jambo la pili ambalo ni jambo kubwa kuliko lote, hiyo tunazungumza kwa mfano mtu analalamikiwa sana katika ofisi yako, ukiwa mtu mkubwa, maana yake inapaswa faje, bwana weka pembeni, unaonekana watu hawana uaminifu na wewe. Unaelewa? Unamweka mtu mwingine ili kuweka nini? Kuleta amani katika mpira. Hiyo la kwanza. Lakini ya pili, nataka ufahamu katika nchi hawa wadhamini wote unaona wote kwenye ligi kuu wamekuja kwa ajili ya klabu ya Yanga. Kweli? Narudia tena. Si timu zingine hapo za jeshi hazina wadhamini mpaka leo. Yaani timu ya jeshi ameshindwa kupata hata mdhamini wa hapa makumbusho iPhone aweke tu hapa milioni 200, ameshindwa.
Au mimi nakosea? Timu za ligi kuu si zipo? Kwa maana yake zile zimeshindwa hata kutafuta wadhamini wao wenyewe. Sasa waweza kuwavutia wadhamini wengine ambao kuja kuwekeza? Haiwezekani. Kwa una hata kuna mikataba mingine ambayo ameingia ni kwa ajili ya timu hizi. Wanajua kuna fan base ya mashabiki wa Simba, kuna fan base mashabiki wa Yanga. Hawa ndo wanatuvuta sisi twende kudhamini. Na kuna matangazo mengine ni yapo tu kwa ajili ya kuonesha mechi ya Simba na Yanga. Hivyo vilabu vingine hadi nao hao ambao wameingia katika mikataba. Lakini Yanga ndio timu ambayo inaongoza Afrika Mashariki na Kati kuingia mikataba mingi ya udhamini kuliko klabu yoyote. Kwa klabu hii maana yake inaaminika mbele ya dunia, ndio maana inaongoza. Kwa wadhamini hawaji kwa bahati mbaya, sababu ni klabu bora na inafanya bora. Hata ambao unaona wanaongezea ni kwa ajili ya Yanga, sio klabu nyingine yote. Ukisema kuna vilabu vilabu 16, mbona analalamika mmoja? Hapana, huyu analalamika ndo ana nguvu, huyu analalamika ndo anasababisha nyie wote mpate mgao. Huyu akiondoka nyie wote mnakufa na njaa. Kwa ni miaka mingapi sisi tulitoka tu hapa Coastal wanatoka Tanga kwa basi hawana nauli. Lakini ubora wa Yanga umepush agenda, umepush dunia, imeona wadhamini wamekuja. Leo hii uweze kuamini, leo hii Azam baada ya kufanya marekebisho ya mkataba wakaeka kabisa na vipengele, wakasema hizi fedha kiasi fulani kwa ajili ya mishahara ya wachezaji. Yaani wamwambia pia bodi ya ligi, hizi fedha tunazogawa kwa kila mwezi. Kwa sababu ile mkataba wa mwaka mzima, si ndio? Lakini zile fedha kwa ajili ya TV rights za vilabu. Wameweka maelekezo, hii fedha kwa ajili ya mishahara, hii fedha kwa ajili ya usafiri, hii fedha kwa ajili ya kambi, kwa sababu alikuwa anajua miaka ya nyuma timu wanatoka inashinda kutoka hapo kuja Dar es Salaam tu kufuja kucheza mechi. Inatoka kwao Tanga saa 4, mechi saa 10, anafika saa 9, saa 10 anaenda uwanjani, anapigwa bao 8, mechi inaendelea. Wameweka hivyo maana yake kutengeneza standard ya mpira wa nchi hii. Kwa hiyo maana yake ndio ninavyotakiwa. Ndio tukasema kwa mwisho kabisa CRDB wanapaswa watoke watuambie fedha hii ni kiasi fulani kwa ajili ya bingwa. Fedha hii ni kwa ajili ya MVP wa mashindano. Fedha hii ni kwa ajili ya nini? Mkataba hawezi kuwa siri. Bwana Mwalimu Yanga, shukrani. Karibu sana. Huyo ni shabiki wa Young Africans Mwalimu Yanga, kaongea mengi na mimi sina la nyongeza. Mimi ni Mwajuma Twahiru, nyuma kamera ni Stanislaus Mapicha na hii ni Manara TV.